lako likatimie kwa jina la Yesu wa Nazareti. Watu wote na waseme amen. Unaweza kuketi. You can take your miracle seat. Leo tuna neema ya kuwa na mtumishi wa Mungu, We have a grace to have a minister of God, missionary Sheila, the missionary Sheila. lakini nitampa nafasi baadaye. She get the opportunity to say something later. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Amekuwa baraka kwetu kwa miaka mingi. She has been a great blessing in our lives for a long time. Mungu alimtuma Tanzania God sent her in Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi na Mungu pamoja na Calvary Assemblies of to do God. the work of God together with Calvary Assemblies of God. Now this morning Sasa asubuhi leo tunaendeleza somo letu la jinsi ya kuwa mtu mkuu. continuing our message of how to be a great person. The making of God great men and women. Kufanyika watu wakuu wa Mungu. Sema ninachosema, acha usifuatishe neno kwa neno. The making of great God's men and women. Jinsi ya kuwa mtu mkuu. Hilo ndio tafsiri niliyotaka iende. Unapeleka hivyo. Jinsi ya kuwa mtu mkuu ndilo somo langu kwa Kiswahili. Lakini kwa Kiingereza nasema the making of God's great men and women. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Umesahau wiki iliyopita ndivyo nilivyokuwa nakwenda, kwa hiyo usibadilishe. Hii ni wiki ya 3. Amen. So speak like that, na maana yangu ya kusema hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Wakati mwingine hatutafsiri neno kwa neno. Sometimes we don't translate word by word. Tunakwenda kwa muktadha. We go according to the content. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Our message this morning is the making of God's great women and men. Jinsi ya kutengeneza watu wakuu wa Mungu. Jinsi ya kuwa. Jinsi ya kuwa mtu mkuu wa Mungu. Amen. Hilo ndilo somo letu. That is our message. Na leo ni sehemu ya 3. Today it's a third part. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Katika hili somo, in this message, najua watu wengine bado hawajaelewa. Ninapozungumza habari ya great women, great men of God, ninamaanisha huyu mtu tunayemwita mtu mkuu, tutampima kuwa mtu mkuu kwa mambo yafuatayo. Kwanza, the number of people that depend on you. How much do you become a blessing to many others? Unapokuwa baraka kwa wengi, that's when you're a great man or great woman of God. And we learn that from the life of Abraham. Many people depended on him, their livelihood, even their destiny, and many other people were great like that. But number 2 is the presence of God and God's grace that you carry. We may call you great because of the presence of God that go with you. Because of God's grace that you carry. Regarding that category, you may learn about Jesus, the apostles, and the prophets of the past. They carried such presence of God to the extent of impacting their societies.
So if you understand my teaching, ukielewa mafundisho, I would like you to decide aligning yourself to that end. ningependa uamue ndio katika mstari wa mambo hayo. That you may be great Ili uwe mkuu on this category. katika kipengele hiki. You carry the presence of God, Kwamba unabeba uwepo wa Mungu. and God's grace. Hata ile neema yake. Number 3 Lakini ya tatu is how you impact the ni society. jinsi unavyoiathiri jamii yako. Because some people, Maana unajua watu you wengine can't even understand if they are there. huwezi kuelewa kama wapo. Their lives are not impactful. Maisha yao hayana matokeo kwenye jamii. You go to school, Unakwenda shule, the school does not benefit shule haifaidiki your presence. na uwepo wako pale. You get employed to a certain office, Unaajiriwa kwenye ofisi. that office Hiyo ofisi does not see any change haipati mabadiliko yoyote for you being part of their work staff. kwa kuwa wewe kuwa sehemu ya wale watu. It means you are not impactful. Inamaanisha hauleti matokeo pale. And that is a choice, Na hayo pia ni maamuzi. because Kwa sababu there is a sacrifice kuna hali ya for kujitoa any individual ambayo kila mmoja to offer anatakiwa kutoa to be great. ili aweze kuwa mkuu. You see, the life of Jesus Tunayaona maisha ya Yesu was impactful. yalikuwa ni maisha yanayoleta matokeo makubwa. He lived only 33 years, Aliishi miaka 33 tu, but you see the impact he left. lakini tunaona matokeo aliyoacha nyuma. The Apostle Paul Mtume Paulo, and others are like that. hata wengine kama wao. But the other category Lakini kipengele kingine cha by which we may measure our ambacho greatness tunaweza kupima kiwango cha ukuu is the legacy that we leave. ni ile historia unayoiacha nyuma. The legacy. Historia unayoacha nyuma. When you die, Unapokufa, what will people say of you? je, watu watasema nini kukuhusu wewe? What legacy are you leaving? Je, unaacha historia gani nyuma baada ya kuondoka? One day I attended a discipleship training school. Siku moja nilienda katika shule fulani ya wanafunzi. It was in 1991. Ni mwaka 91. And one of the facilitators Na mmoja wa wale waliokuwa wananani said, alisema, if you die, ukifa what shall they write wataandika nini on your tombstone? katika lile jiwe la kwenye kaburi lako? A man who blessed us, Je, ni mtu aliyetubariki sana, a great leader, au kiongozi mkuu, a faithful person, alikuwa mtu mwaminifu? or what shall they write? Wataandika nini kwenye lile jiwe lako? When you die, Utakapokufa will wewe, people celebrate? je, watu watasherekea? Thank God you have removed the problem in our lives. Waseme asante Mungu umetuondolea tatizo hili katika maisha. Or shall they cry Au je, watalia sana because they see kwa sababu wanaona in your absence katika kutokuwepo kwako something meaningful kitu cha msingi sana will be missing? kitakuwa hakipo tena? Why shall they write Wataandika nini on the tombstone katika jiwe lako la kaburi when you die? utakapokufa? But another category Lakini pia kipengele kingine hapa is the family you raise. ni familia unayoilea, The family you ni raise familia unayoikuza. tells us if you are great or not. Inatuambia kabisa kama wewe ni mkuu au si. Because some of the blessings that God is blessing you Maana baraka zingine ambazo Mungu anakubariki nazo manifest through your offsprings. zinadhihirika kupitia watoto wako. Even the Psalm of 112, Hata Zaburi 112 the Bible says, Biblia inasema your children watoto wako shall be great in the world. watakuwa wakuu, Shall be great. watakuwa wakuu. Psalms 112 verse 2 and 3. Zaburi 112 mstari wa 2 na 3. But the last thing Lakini kitu cha mwisho is wealth. ni mali.
Because the Bible says Maana Biblia inasema the righteous man mwenye haki shall leave inheritance ataacha urithi to his own grandchildren. kwa watoto wa watoto wake. A man who leaves inheritance Mtu anayeacha urithi is a great man. huyo ni mtu mkuu. And why? Because he is rich. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo ni tajiri. Otherwise, you may leave only debts. Vinginevyo waweza kuachia tu madeni. What is your life? Je, maisha yako wewe ni yapi? But you will see Lakini pia waweza kuona in our course of study, katika kuendelea kusoma for anyone to be great, kwa yeyote kuwa mkuu he must or she must ni lazima be selfless. awe mtu wa kujikana mwenyewe. So many of us are selfish. Wengine tumekuwa binafsi sana. We think of our own lives, Tunafikiria maisha yetu kwanza not the lives of na others. sio kuwafikiria watu wengine na maisha yao. And that is not the calling of Christianity. Huo sio wito wa Ukristo. That is not called the calling of Christianity. Huo sio wito wa Ukristo. Let my interpreter read from the book of Philippians, Tusome kitabu kile cha Wafilipi, chapter 2. Wafilipi sura ya 2. Can you read from verse 2 to 4? Wafilipi sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 4. Biblia inasema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Lakini utaona kwenye siasa You see politics. watu wanajihesabu wenyewe kuwa bora kuliko wenzao. Utakuta hata makanisani Even in church, wanajihesabu watu wao kuwa bora count yourself to be better kuliko wenzao, than others. na kwa sababu hiyo Because of that, tunatengeneza mashindano. we are making competition. Mungu hajataka kuwe na mashindano yoyote, Does not want such competition. kwa sababu shindano lolote Any competition, halina faida, it has no kwa prosperity. sababu katika kitu ulichoitiwa wewe In what you're called to do, hakuna mwingine wa kushindana na wewe. no one else can compete. Uko wewe peke yako You are duniani. standing there alone. You have no competitor Hauna mshindani. and you are second to none. Na wewe sio wa pili kwa yeyote. On the area of your calling, Kwenye eneo la wito, on the area of your grace, kwenye eneo la neema yako, and you stand alone. na unasimama mwenyewe. Now, why competing with others? Kwa nini kushindana naye? Why being jealous of Kwa others? nini kumuonea wivu mwingine? You are being jealous of another activity which God gave someone else. Una wivu wa kitu kingine ambacho Mungu alimpatia mtu mwingine, But yours is not that. lakini chako sio kibaya. And in the area of your calling, Na katika eneo la mwito wako, you are the best. wewe ni bora kabisa. And none is like you. Hakuna aliye kama wewe. So stay relaxed. Simama ukiwa umetulia kabisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. You see, the family that you raise Familia unayoikuza determines whether you are great or not. inaamua kama wewe ni mtu mkuu au If la. God gives you children, Mungu anapokupatia watu, make sure what you have hakikisha ulicho nacho is seen kinadhihirika through your children. hata kwa watoto wako. If a man of God, Kama mtumishi wa Mungu, let that be seen through your children. hata lionekane hilo kwa watoto wako pia. If you know you are a blessed person, Kama unajua ni mtu uliyebarikiwa, let those blessings manifest through your children. hata baraka huo uonekane pia kwa watoto wako. And you see, Naona that depends on you, hiyo inakutegemea sana wewe, the father baba and the mother. pamoja na mama.
God gave you a responsibility Mungu amekupatia jukumu to turn that tiny being kumgeuza yule mtu mdogo to be someone of value on earth. awe mtu bora na wa thamani katika dunia hii. And if you succeed, Ukifanikiwa hapo, you are a great man wewe ni mtu mkuu and a great woman of God. au mwanaume mkuu wa Mungu. So many have failed on that area. Wengi wameshindwa kwenye eneo hilo. One may be a professor Mwingine anaweza kawa ni profesa but fail on that area. lakini ameshindwa kwenye kulea. One may be a bishop Mwingine anaweza kawa ni askofu mzuri but fails on that area. lakini ameshindwa kwenye eneo lile. One may be a very good, successful CEO Mwingine anaweza kuwa ni mkurugenzi of a aliyefanikiwa well-performing company, wa kampuni inayofanya business, kwenye but biashara fails on that area. lakini ameshindwa kwenye kipengele hicho. But even God, Lakini hata Mungu when he was speaking to Abraham, alipokuwa anasema na he said, I've seen you. alimwambia nimekuona, You can command your family. waweza kuiamuru familia yako. They will live according to the calling Wataishi kulingana na wito I gave you. ambayo nimekupatia wewe Ibrahim. That is greatness. Huo ni ukuu. I said the last, but there is the seventh. Bado kuna pointi nyingine hapa ya 7. The seventh is servanthood spirit. Ya 7 ni roho ya utumishi. If you are a servant, Kama wewe ni mtumishi, you must be a servant. ni lazima uwe mtumishi. Anyone who wants to be great amongst you, Yeyote atakayekuwa mkuu kati yetu, Jesus said, Yesu alisema, must be a servant. lazima mtu huyo awe mtumwa. He must not be a person who lords over others. Asiwe mtu mwingine ambaye anawaelemea wengine, He must be a servant, bali ni lazima awe mtumishi, mtumwa, serving others. akiwatumikia wengine. You want God to raise you Unataka Mungu akuinue in the area of ministry? kwenye eneo la huduma, Serve people. watumikie watu. You want God to raise you Unataka Mungu in the akuinue area of business? kwenye eneo la biashara, Serve people. watumikie tu watu, Because the way to kwa greatness sababu njia ya ukuu is through the pit of humility. ni kupitia ile shimo la unyenyekevu. The Bible says in the book of Proverbs, Biblia inasema katika kitabu kile cha Mithali, before Hannah, kabla ya heshima, humility comes first. unyenyekevu huwa unatangulia. So you must be humble Lazima uwe mnyenyekevu to be great. ili uwe mkuu. And you can't serve people Huwezi kutumikia watu if you are not humble. kama wewe sio mnyenyekevu. Jesus took off his robes. Yesu alivua ile vazi lake. I believe that day Naamini siku ile he had that robe which was expensive, alikuwa na ile vazi la gharama kabisa made by his mother, ambayo anatengenezewa na mama yake Mary. Mariamu. He took it off Akalivua kabisa, and took a towel. alafu akachukua taulo. It's like becoming naked before your people. Ni kama kuwa uchi mbele ya watu wako. He took a towel Alichukua tu taulo, and brought water akaleta maji, and started washing the feet of his disciples. akaanza kunawisha miguu ya wanafunzi wake. That one was a mediocre work. Ile ilikuwa ni kazi ya kawaida ya chini. It was done by slaves, Ilifanywa na watumwa. but Jesus did it on his Kile disciples. Bwana Yesu aliwafanyia wanafunzi Peter wake. had an understanding. Yes. Peter understood, Petro alielewa, you can't do this. hauwezi kunifanya hivi. I'm not your master. Mimi sio bwana wako. You are my master. Wewe ni bwana wangu. You can't clean my feet. Huwezi kuninyawisha miguu. And Jesus said, Yesu akamwambia, if you do not allow me to wash your feet, usiponiruhusu nikunawishe miguu, then you have no partnership with me. basi hauna ushirika na mimi. And Peter agreed. Petro akakubali, He was washed. naye akanawishwa miguu yake. And the towel of Na Jesus ile taulo ya Bwana Yesu was used to wipe those feet. walitumia kukausha ile miguu. He has put the towel upon him, Alijiwekea ile taulo mwenyewe. and when he is washing those feet, Alipokuwa anaiosha ile miguu, he uses the same towel alitumia taulo ile ile moja to wash the feet of his disciples. kuosha miguu ya wanafunzi wake wote.
So he presented himself Kwa hiyo alijiwakilisha mwenyewe as a lowly servant, kama mtumishi mtumwa wa chini, as it is rightfully addressed of him in the book of Isaiah 53. kama ilivyo katika kitabu kile cha Isaya sura ya 53. The suffering servant. Yule mtumwa ateseka. The suffering servant. Mtumwa atesekaye. He suffered as a priest Aliteseka kwanza kama kuhani, so that he may bring us before God ili aturejeshe mbele ya Mungu as righteous people. kama watu wenye haki kamili. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the course of our study, Katika mwendelezo wa kusoma kwetu, we have learned about Joseph. tumejifunza habari za Yusufu. We have seen how Joseph Tumeona ambavyo Yusufu was a normal son of Jacob, alikuwa kijana tu wa kawaida wa Yakobo, but became the prime minister lakini alikuja kuwa waziri mkuu of a nation that ruled the earth in those wa times. taifa ambalo lilikuwa linatawala dunia kipindi kile. That is greatness. Huo ni ukuu. But you can see Lakini tunaweza kuona the choices that Joseph did maamuzi na machaguzi aliyoyafanya Yusufu are the reasons for him being great. ndio sababu ya yeye kuwa mkuu. God is the same, Mungu pia ni hivyo hivyo, yesterday, today, and forever. jana, leo na hata milele. God is the same, Mungu ni yule yule, yesterday, jana, today, and forever. leo na hata milele. If that is the way which made Joseph to Kama rise, hiyo ndio njia inayomfanya Yusufu, it is the same way he will use ndio njia atakayoitumia to raise you. kukuinua na wewe. Now today, Leo sasa we also went through the Bible and saw how David was raised tukaona ambapo Daudi aliinuliwa and other people. pamoja na watu wengine. But this morning, Lakini asubuhi ya leo let's go back to the book of Genesis tuende tena kwenye kitabu kile cha Mwanzo, and have our case study of Abraham. alafu tupate hadithi kutokea pale ya Ibrahim. A case study. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let me interpret a read from the book of Genesis chapter 12, Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 verse 1 to 3. mstari wa kwanza na watatu. Biblia inasema Mwanzo 12:1-3. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Now, if you study between the lines, those three verses, Ukisoma kwa umakini katika mistari mitatu hii, you will understand the following. utayaelewa mambo yafuatayo. Verse 1 Mstari ule wa kwanza echoes the gospel of Jesus Christ. inadhihirisha injili ya Kristo Yesu. It echoes the gospel of Jesus Christ. Inawetoa mwangwi wa injili ya Yesu. Everyone was called from the world. Kila mtu aliitwa kutoka katika ulimwengu. Everyone was called from sin. Kila mtu aliitwa katika dhambi. Everyone was called from the world of evil, Kila mtu aliitwa katika wickedness, darkness, dunia ya giza, by the word of the gospel. kwa neno la injili. When we responded, Tulipoitika, we were born again. tukazaliwa mara ya pili. But God spoke another thing. Lakini Mungu alisema kitu kingine. The second thing Jambo la pili is verse 2. ni mstari wa pili. The Bible says, Biblia inasema, and I will make you a great nation, nami nitakufanya wewe taifa kubwa, and I will bless you. nitakubariki.
This is the result. Haya ni matokeo. If you answered the call of Jesus Christ Ukiitikia wito wa Kristo to be born again, kuzaliwa mara you have answered the call of redemption. umeitikia wito wa ukombozi, God Mungu will make you great. atakufanya kuwa mkuu. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? Reading from the book of Psalms, Soma kwenye kitabu kile cha you see there are two kinds of people. unaona kuna watu wa aina mbili. There are normal people Na wale wa kawaida and there are great men and na women. watu wakuu. The born again Waliozaliwa mara ya will be greater than the normal people. watakuwa wakuu kuliko watu wa kawaida. Why? Kwa nini? God the Father, Mungu Baba, God the Holy Ghost, Mungu Roho Mtakatifu and Jesus himself na Yesu mwenyewe dwell in them. wanaishi ndani yao And they are changed na wanageuzwa to be sons and daughters of the kingdom. kuwa wana na mabinti wa mfalme. They are no longer normal. Sio tena watu wa kawaida hao. How do you know? Unajuaje hayo? See what happened with Abraham. Angalia ambalo limemtokea Ibrahim. See what happened with Meshach, Amemtokea Abednego. Abednego. See what happened with Daniel. Na pia kilichomtokea Danieli. These people were extraordinary. Hao walikuwa watu sio wa kawaida. Fire couldn't consume them. Moto haukuweza Lion could not consume Daniel simba kuweza kummeza Danieli. because they were extraordinary. Maana walikuwa sio watu wa kawaida. They are a different species. Walikuwa ni viumbe tofauti kabisa. Not the kind of this world. Sio vya aina ya dunia hii. See the story of Apostle Peter. Hebu angalia hadithi ya He walked on the sea. alitembea juu ya maji. No one have ever walked on the sea. Hakuna mtu aliyewahi kutembea juu ya maji. On the sea. Kutembea juu ya That is extraordinary. hiyo pia ni sio kitu. That is supernatural. Hiyo ni mambo ya nje ya asili. Peter was locked in a jail Petro alifungwa gerezani with strong sentries of soldiers. akiwa na walinzi wakali kabisa. Let me tell you, they had weaponry, Walikuwa na silaha. advanced weaponry by that time. Silaha ambazo ni za kisasa kwa wakati ule. But Peter Lakini bado Petro came out of the prison alitoka nje ya gereza without them noticing him. bila wao kugundua. That is extraordinary. Hiyo ni kitu ambacho sio cha kawaida. That is a supernatural act. Huo ni uwezo ulioko nje ya asili. The second time, Lakini mara ya pili an angel himself came malaika mwenyewe alikuja and took Peter out of the prison. akamtoa Petro nje ya gereza. It was a tight security Ulikuwa ni ulinzi guarding Peter. ulikuwa unamlinda Petro But gereza. Peter came out of that prison Lakini bado alitoka nje ya lile gereza and was saved by God na aliokolewa na Mungu from death. kutoka katika mauti. And the same God who saved him Mungu yule yule aliyemuokoa killed the man alimuua yule mtu who wanted to kill him. aliyetaka kumuua. You are not normal. Wewe sio mtu wa kawaida. You are supernatural. Wewe ni mtu ambaye sio wa So my discourse Kwa hiyo ujumbe wangu is to make you aware, ni kukufanya uelewe. because awareness Maana kuelewa activates your faith kunaiamisha imani yako. to do great exploits Ufanye mambo makuu to God's glory. kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Can you say amen, sir? Sema amina. Hallelujah. You are in the making, Upo katika kutengenezwa. a making of great man, Kutengenezwa kwa mtu mkuu. a making of great woman of Kutengenezwa God. kwa mwanamke mkuu. God is making you. Mungu ndiye anayekutengeneza. Now, Sasa if you obey and hear the gospel, ukisikia na kuitii Injili, you will be born again. utazaliwa mara ya pili. After being born again, Baada ya kuzaliwa mara ya pili, God himself Mungu mwenyewe will make you, atakufanya wewe, will make you atakufanya wewe a great man, mtu mkuu, a great woman mwanamke mkuu of God. wa Mungu mwenyewe. Abraham Ibrahim obeyed the call, alitii wito, and ever since na kutokea pale he was never the same. hakuwa tena jinsi alivyokuwa awali. So what aspect can we learn from this story? Tunaweza kujifunza nini katika hadithi hii? Obedience. Utii.
Obedience. Utii. Obedience. Utii. Hallelujah. Hallelujah. Abraham obeyed. Ibrahimu alitii. And Abraham Na Ibrahimu has this record. ana rekodi hii. If God commands anything, Mungu akiamuru chochote, Abraham did Ibrahimu alifanya without questions. bila kuuliza maswali. And his response was quick. Na mwitikio wake ulikuwa ni wa haraka. You can see from the book of Genesis 22, Kwenye kitabu kile cha Mwanzo 22, verse 1. mstari ule wa kwanza. Read. Mwanzo 22 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Continue. Mstari wa pili, akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Mstari wa tatu, Ibrahim akaondoka alfajiri. You see? That time when God was speaking to Abraham, Ule wakati Mungu alisema na Ibrahimu, it was during the night. ulikuwa ni wakati wa usiku. The same day Siku hiyo hiyo when it dawns, palipokuwa alfajiri, the sun arises. jua lilipokuchwa, Abraham took the son Ibrahim alimchukua mwanae to the land of Moriah akampeleka mpaka nchi ya Moria to sacrifice him there kwenda kumtoa kule. according to the will of God. Ni kulingana na mapenzi ya Mungu. Now see from verse 15. Tuangalie pale mstari wa 16. 15. Mstari wa 15. Biblia inasema, malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. 17. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Sikiliza mtu wa Mungu. Listen. Watu wengi wanadhani wokovu ni jambo dogo. Many of us think salvation is something very Ni simple, jambo la lele mama. something very easy. Na ndio sababu And that is why hatuoni mkono wa Mungu kwenye maisha it's yetu. the hand of God in our lives. Mungu amesema God has said, ukiwekewa sumu, when they put poison, sumu haitakudhuru. it will not harm you. Maandiko The yanaonyesha scripture shows ofisini watu wakianza kukutengenezea when mizengwe, people make snares for hao wanaofanya hivyo you, making snares for you, watakutana na mkono wa Mungu. they'll meet the hand of Lakini God. kwa zaidi But more, Mungu atakuhifadhi. God is going to protect you. Lakini tunayoyaona maishani But what we see in our ni lives, kinyume cha ilivyoahidiwa. opposite of what is being promised. Biblia imesema, The Bible says, nimekubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa I roho. am blessed by all the blessings in the spirit. Lakini maisha tunayoyaishi But the life we are living hayaonyeshi kwamba tumebarikiwa reflect the blessings kwa baraka zote katika ulimwengu wa of roho. all blessings in the spiritual realm. Ameyachukua magonjwa yetu He yote has taken all our disease kwa njia yake ya mauti ya msalaba. through the death of him in the cross. Lakini maisha But tunayoyaishi the life we are living, ni hayo. is it the same life? Uzao wako Your umebarikiwa, offspring is blessed. uzao wako Your umebarikiwa. offspring is blessed. Lakini wangapi hata maaskofu pia How many even the bishops, unakuta watoto wao you find their children, ni changudoa, they are even selling themselves. watoto wao Their children, ni wezi. they are thieves. Hiyo ahadi kwa nini haitimii? Why is the promise not being fulfilled? Mungu ni Mungu wa upendeleo, God is a God of favoritism. kwamba kuna wengine The anawatendea others he does for, halafu kuna wengine anawaacha. others he does not perform.
utakuta sisi you will find it is us. tumechagua a version of Christianity Tumechagua tole fulani la which is not real. ambalo sio halisi. Tumedanganywa kama ni hivyo. We are being deceived if it is so. Lakini Biblia inasema, But the Bible says, Abraham Mungu alimwambia, God told Abraham, mtoe mwanao wa pekee. give your only begotten son. Nami alikuwa nataka tukuona, He just wanted to see. kwa sababu Mungu hausiki na dhabihu za wanadamu. God is not concerned with human offerings No. or sacrifice. No. Asifananishwe na miungu mingine. He cannot be compared to other gods. Lakini Mungu alikuwa anaupima moyo wa Ibrahim. He was only measuring the heart of Abraham. Mtoto aliyengojewa kwa miaka 25. The son waited for 25 years. Moyo wa baba huyu ambaye sasa ni mzee The heart of this old man. unahamia kwa huyu mtoto. He has gone to this child. Mpaka imefika hatua ananisahau mimi I point for him to forget about niliyemwezesha kuwa na mtoto. I enabled him to have this son. Ni kama vile kuna wanawake The wengine other women, huwa wanasahau waume they zao forget their husbands waliosababisha kuwa na mimba who made them to be na pregnant kuzaa mtoto. and to give birth to Utazaa mtoto mwanamke bila wewe, bila mwanamume wako. Will you bear a child that you Lakini have? unakuta wanawake wengine, But most women, kwa sababu sasa ana watoto because wawili now they have 2 children au ana watoto or watatu 3 children au na watoto or watano, 5 children. hawi tena ana ushirika na There mmewe is no partnership with the husband again. kwa mambo yale yaliyosababisha mtoto. In what caused the baby to come. Hana ushirika There naye. is no fellowship. Ina maana sasa It means now upendo wa mama the love of the mother uko kwa watoto, it has gone to the children, sio kwa mme. not to the husband again. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye maisha ya watu And wengi. how it is in our lives. Tunalia, We cry. tunagaragara, We cry. tunafanya kila kitu We do everything tunapokuwa na matatizo. when we have problems. Lakini Mungu akishafanya, When God does it. kwanza kanisani unakwenda siku unayoona convenient. You go to church when you want. Kwani Mungu ni wa muhimu sana? Is God very important? Kwani ibada ni ya muhimu? Is the service really important? Lakini Mungu huwa anasema na sisi, But God speaks to us. hivi kweli kanisa Is it true in a church liwe kwenye mahitaji fulani, to be in a certain need? wasiweko watu wawili watatu ambao Mungu anasema nao? And then God is speaking for 2 or 3 people. Mungu anasema nao. God does not speak to 3 or 2. Tuwe wa kweli, Mungu anasema na sisi mambo mengi, God speaks to us many things. ila we are selfish. But sisi ni wabinafsi. We don't decide Hatuamui decisively to serve God's agenda. vizuri kumtumikia Mungu ipasavyo. We are not serving God's agenda. Hatutumikii kusudi la Mungu. I do anything Nitafanya chochote if it will benefit me. kama tu itanifaidisha mimi kwanza. But if God tells me to do Ila Mungu akiniambia nifanye something I see, kitu ambacho nakiona there is no benefit to me, kwamba mimi sifaidiki nacho, I decide not to. anaamua tu kutokukifanya. But see what the Bible says in Romans 8. Angalia Biblia inasema nini kwenye kitabu cha 14. Warumi 8:14. Mnataka Mungu aonekane maishani mwenu? You want God to be seen in our lives? Listen to this. Sikiliza hii. Warumi 8:14. Biblia inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu, Those led by the Spirit. hao ndio wana wa Mungu. Those are his sons. Mara ngapi Mungu anasema uwe na siku 7 za God said mfungo, to have 7 days of fasting. lakini wewe unachagua kuacha? You choose not to fast. Mara ngapi Mungu anasema uwe na mkesha, God said have an overnight. lakini wewe unaamua kupuuzia? You choose not to have. Mara ngapi Mungu anasema chukua hiyo milioni Take this one. ulioweka kwa ajili ya kujenga, You are put for your building. peleka kwenye nyumba yangu, Take it to my house. unapuuzia? You ignore it. Tena inapoguswa fedha When it comes to money, ya watu wanaojijua wako kiroho sana, people think they're very spiritual. hawako tayari. We are not ready. Kwanza Mungu hahitaji pesa. God does not need my money. Jamani, Mungu anahitaji pesa. God needs your money. Nasema hivi, Mungu anahitaji pesa Yes, he needs money. kwa sababu kuna watu duniani There are people on earth. amewapa majukumu. He has given them responsibility. Hayo majukumu And this responsibility, lazima awawezeshe, they must be na namna ya kuwawezesha And how to enable ni kupitia wewe. it is through you. Kwa hiyo fedha So that money, mtu huyo anahitaji, the one that needs lakini anayehitaji ni Mungu. who really needs it, it is God. Mungu alikuwa anahitaji God needed it. nabii
a prophet. Lakini wakati huo But at the same time, kuna mwanamke tasa there was a barren woman anahitaji who mtoto. wanted a son. Kwa hiyo haya mahitaji mawili yalipokutana, These were two needs meeting together. Hana akasema, Hannah said, huyo mtoto when akizaliwa the son is born, nitakupa wewe. I'll give it back to you. Mungu akaona And God saw kwamba huyu that this one is serving my agenda. anatumikia kusudi langu, She is not selfish. wala sio mbinafsi. Even in her needs, Hata katika uhitaji wake she is not selfish. hajawa mbinafsi. God Mungu granted her desire. akampatia tamanio la moyo wake. I remember many years ago, Nakumbuka miaka mingi iliyopita, our last born binti yetu wa mwisho was struggling to understand how to read and write. alikuwa anapambana kusoma na kuandika. It was so difficult to her. Ilikuwa imekuwa ngumu sana kwake. It came a point she was so frustrated Ikafika kiwango kwamba akawa ameshaudhika sana. that reading and writing is a problem. Kwamba kusoma na kuandika jamani kwangu ni tatizo. It poses as a challenge to her. Imekuwa changamoto sana kwake. I remember one day Nakumbuka tu siku moja she told her mother, akamwambia mama yake, "Mother, mama, you are a teacher. mama wewe ni mwalimu. Teach me Mama nifundishe to read. kusoma. Angalau niweze kusoma Biblia. At least I can read my Bible. Angalau niweze kusoma Biblia." At least to read the Bible. That was her desire. Hilo likawa tamanio lake. If I understand to read, Kwamba nikielewa kusoma, I will read the Bible. basi nitasoma Biblia. That is the desire of God as well. Hilo lilikuwa ni tamanio la Mungu pia. God gave her an ability to read, Mungu pia akampatia uwezo. not only an ability to read, Sio tu uwezo kusoma, but her understanding was open. hata uelewa wake pia ukafunguka. She became intelligent. Akawa mtu mwenye akili nyingi. Yes. How can you describe a person Utamwelezeaje mtu who goes to exams difficult as the exams of NBAA of Tanzania ambaye anaenda kwenye mitihani ya biashara ambayo ni migumu kabisa and be able na kuweza to perform very well kufanya in one city? vizuri mno? That is an intelligent person. Huyo ni mtu mwenye akili. As of today, she is SPA holder. Leo tunavyoongelea anashikilia A person who could not read. mtu ambaye mwanzo alikuwa hawezi kusoma. Teachers were teaching her. Walimu wanamfundisha ABCD. ABCD. Now you can read. No, she can't. Anasema siwezi. Now you can write. No, she can't. Siwezi kuandika. But God opened her mind. Ila Mungu alifungua zile fahamu zake. And when she was in secondary school, Na alipokuwa sekondari, she was the best of her school alikuwa bora in chemistry. katika somo la kemia. Chemistry is no joke. Kemia sio mchezo jamani. Ingawaje watu wengine wao nikisema hivyo wanasema kwani masomo mengine sio masomo. Ni masomo. Lakini jamani, sayansi sio mchezo. Ni muziki mwingine wana wa Mungu. Ni kweli kuna geography, kuna history, kuna Kiswahili, kuna English. Nayo ni masomo. Wala we are not belittling. Lakini nyie mnaelewa. Mathematics ni ugonjwa wa taifa. Nyie mnaelewa. Kwa sababu hiyo watu wengi hawawezi sayansi. Sio jambo dogo. Kwa hiyo mtu akiweza, lazima tuseme jamani, Mungu kamwezesha. Kwani kuna ubaya gani kutambua kitu ambacho mwingine ameweza? Nayo ni hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Science is no joke. Sayansi sio mchezo wapendo. Is no joke. Sio mchezo pale. Kwa sababu sayansi, because science, hata ukisoma kakariri, even you read and cram, ukiletewa swali when they bring a question, linahitaji ufahamu au ulioyafahamu. it wants your understanding of what you know. Hakutokana na kukariri kwako. It's not through your cramming. Yaani unaweza ukafeli hata kama umekumbuka daftari lako lote. You can fail even if you have recovered the whole book in your head. Unahitaji understanding. Unahitaji kuwa na uelewa wa mambo. That is science. Hayo ndo masomo ya science. Lakini Mungu alimpa. God gave it to her. Kwa nini? Why? Aliomba. Because she prayed.
niweze angalau kusoma Biblia. At least let me read my Bible. Sasa nataka niwaambie wana wa Mungu, I want to tell you, children of God, you can't be great huwezi kufanyika mtu mkuu kama Mungu anakuongoza na roho wake if God is leading you by his spirit kwa mambo fulani, in certain things, halafu wewe unayapotezea. and you just ignore them by choice. Nitumie Kiswahili ambacho wengi wanaelewa. Unayapotezea. You just ignore God's instructions. Hivi ni kweli kabisa hapa, hata kama ni watu wazima, Is it true we're mature? hakuna watu ambao Mungu amewaita No one God has called waje wa join praise and worship team yetu. join our praise and worship. Wengine ni wazuri kabisa kwenye muziki. Others they are good in Mungu hajawasemesha kweli kujiunga na music to department come and be ya the kanisa. department of the church. Ni kweli Is it really true? kanisa na struggle na hiki na kile, Is struggling this and that? unangoja mpaka watu waseme. We don't just somebody Hata wakisema even if they speak, hata hujigusi. you still don't do anything about it. Halafu unadhani Then you think utakapokuwa mhitaji when you're in need, utaita, you just call halafu Mungu ajibu. and God to answer. Tunajidanganya, Ukristo wa hivyo We're haupo, deceiving us. There's no such Christianity, na Mungu wa namna ile hayupo. and there is no such God. Punga mkono wako kama unanielewa. Wave your hand if you understand me. Unanielewa mtu wa Are you Mungu? understanding? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Haleluya. Si rahisi hivyo. It's not easy as you think. Kwa hiyo ndio maana, kwa sababu mahali pengine amesema Someone else is saying, utaniita. you will call upon me. Hebu tusome, sababu ni vizuri. It's good to read. Ngoja hapa nisome mwenyewe. Let me read myself here. Proverbs chapter 1. Mithali ile sura ya kwanza. Proverbs chapter 1. Mithali sura ya kwanza. Mungu anisaidie, na mambo mengi hapa. I have many things here. Na mambo mengi hapa. I have several things here. Proverbs chapter 1. Mithali ile sura ya kwanza. Biblia inasemaje? What does the Bible say? Anasema hivi, mstari wa 23. Verse 23. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Turn you at my reproof. Tazama nitawamwagia roho yangu Behold, I pour my spirit na kuwajulisha maneno yangu. and I make my words known to you. Kwa kuwa nimeita Because I called nanyi mkakataa. and ye refused. Nimeunyosha mkono wangu Stretch out my hand. asiangalie mtu, No man regarded. bali mmebatilisha shauri langu, But you have said no to my counsel. wala hamkutaka maonyo yangu, None of you wanted my reproof. yani mmeyapotezea. You ignored them. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, I will laugh at your calamity. nitadhihaki siku hofu yenu ifikapo. I will mock when your fear cometh. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ifikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii, wasinione. Lakini utasoma mwenyewe hapo, mengi hapo yanajieleza yenyewe. Many is being spoken there. Biblia inasema pia kwa kinywa cha Daudi, By the mouth of David. kama unamshikia Mungu kinyume, If you go against God, Mungu naye atakushikia kinyume. God will do the same to you. Imeandikwa hata kwenye Walawi, Written in the book of Leviticus. ukimshikia Mungu When kinyume, you hold God against, naye anakushikia kinyume. You'll do the same to Maana you. yake nini? What does it mean? Ukitaka kuenjoy the benefits of redemption, Ukitaka kufurahia faida za wokovu, be obedient. lazima kwanza uwe mtii. Be obedient. Kwanza lazima uwe mtii. Neno la Mungu liko wazi. The word of God is just open. Sauli, Saul, umefanya nini haya? what have you done? Umependa kuwatii watu You are wanted to obey badala ya people kunitii mimi. instead of obeying me. Basi ufalme uliokusudiwa juu yako Kingdom intended upon you, amepewa jirani. somebody else has been given. Ndicho kilichosababisha Sauli That's what happened to Saul, aliyekuwa amechaguliwa who was chosen na akapakwa mafuta and well ya anointed kuwa mfalme, to be a king. ufalme wake uishie hapo. His kingdom to end there. Nini? What? Kwa sababu utii Just of ni disobedience. bora kuliko dhabihu. Obedience is good than sacrifice. Mungu anawaita watu, God is calling na you. baada ya kuwaita anataka wamtii. After calling, wants you to obey him. Fikiria Yesu mwenyewe Think about Jesus. amekuwa mwanadamu, He has been man.
amezaliwa na Mariamu. born by Mary. Umefika wakati anaitwa, A time came he was called, akaenda and Yordani he went to Jordan, kubatizwa kama wengine wanavyobatizwa, baptized like any other man, ili kutimiliza haki yote. to fulfill all the righteousness. Roho wa Mungu akashuka kutoka The juu. Spirit of God came from above. Roho wa Mungu akatulia juu yake. The Spirit came upon him. Wakati Roho wa Mungu ameshuka juu yake, When the Spirit came upon mbingu him, zikafunguka. the heavens opened up. Mungu Baba akasema, God the Father spoke, huyu ni mwanangu mpendwa this is my son ninayependezwa that naye, I am pleased with. msikieni yeye. Listen to him. Lakini hapo hapo But at the same time, Roho wa Mungu the Spirit of God akamwongoza Yesu kwenda nyikani. led him to the wilderness. Hakumwongoza kwenda nyumbani, Not to go home, hakumwongoza kwenda mitaani, not to go to the battlefield, hakumwongoza kwenda hotelini. not to go to the hotel. The Holy Spirit Bali Roho Mtakatifu led Jesus to the wilderness. alimpeleka Yesu kwenda nyikani. You may not understand what is a wilderness. Unaweza usielewe leo It's a nyikani desert, ni jangwa, a place where there is no water, sehemu ambayo mna maji even trees wala miti are scattered. imetawanyika mbalimbali. That's what was called the wilderness Ndio ilikuwa inaitwa jangwa by the Bible. au nyikani That's Biblia. where Jesus was led to. Ndio ambako Yesu alipelekwa kwenda. And he was there 40 nights Alikuwa pale usiku and 40 40 days na mchana 40 being tempted akijaribiwa of the devil. na shetani. And when that was finished, Na yale yalipokwisha, Jesus came Yesu from the akaja wilderness kutoka katika ile nyika full of the Holy Ghost, akiwa amejaa Roho but Mtakatifu, also full of power. lakini pia amejaa nguvu. He was not only full of the Holy Ghost, Hakujaa roho tu, he was also full of power. alijaa nguvu And he started healing the sick, na akaanza kuponya wagonjwa, setting people who were bound kuweka waliofungwa at liberty kuwa huru. by the power Lakini nguvu that was resident on him, ambayo iliwekwa kwake that was working effectually through ilikuwa him, inafanya kazi kwake, and the fame of his name na kujulikana kwa jina lake went far away, kulisambaa miisho kule, even beyond the borders of Galilee, hata zaidi ya mipaka ya Galilaya, even to Sidon hata mpaka kule Sidoni and Tyre. na kule Tiro. Why? Kwa nini? He was full of the Spirit. Alijaa Roho. Why? Kwa He nini? was led of the Spirit. Aliongozwa na Roho. If you can't be led by the Spirit, Kama huwezi kuongozwa you na can't Roho, be great for God. huwezi kuwa mkuu mbele ya Mungu. And some of the things God is leading you, Mambo mengine ambayo Mungu maybe anakuongoza, reading the Bible, maybe reading the Bible, labda ni kusoma Biblia yako, maybe praying labda ni kuomba with fasting, na kufunga, maybe labda joining a church like this. kujiunga kanisa kama Unakuta watu wengine ameokoka, somebody is about ana Roho they Mtakatifu. have the Holy Spirit. Ni kweli kila kanisa ni kanisa, lakini Mungu anakuambia God is telling you, toka huko njoo hapa. come here. Mungu ana He kusudi. has a purpose. Lakini mwingine, hiyo sio dini ya baba yangu, That's not my father's dream. mbona hata kwetu tunaokoka? Kwani nani amekwambia huko hakuna kuokoka? Roho wa Mungu anasema na wewe, Spirit of God is wengine hamtafikia mlichokusudiwa to reach your destiny kwa sababu hampendi kutii because you don't want to ambacho obey Mungu anasema na wewe. what God is telling you. Lakini wakati mwingine But some other time, Mungu anaweza akasema, God can speak. nipe hilo gari lako, Give me your car. nipe hiyo nyumba Give yako, me your house. nipe hiki na kile, Give me that. nipe pesa zako, Give me your money. nenda akaunti yako umalize chote, Go and try your uniletee kwa maana nina kazi. bring because I have a work for it. Mungu anaweza God is able. akasema na wewe, I'm speaking. na mimi najua wako wengine hapa Mungu anasema na And nyinyi the mama, others God is speaking to them. lakini mnapotezea Just ignore his instruction na unadhani and you think Mungu atafanya mambo yote God will do all unayoyahitaji kwenye maisha that yako you need in your life. kana kwamba ni sawa tu. Like Usipomthamini Mungu, if you want to value Mungu God, naye hata kuthamini. God will not value you too. Rafiki yangu mmoja mhubiri One friend of mine, a preacher, alipata ndoto, he got a dream. akawa ameenda mbinguni. He went to heaven. It was just a dream. Ilikuwa tu ni ndoto. Usidhani kwamba alikufa. Hakufa mtu jamani. It was a dream. Ilikuwa ni In the ndoto. dream, Katika ile ndoto he saw himself alijiona mwenyewe before the office of Jesus mbele Christ. ya ofisi ya Bwana Yesu, And everyone na kila mtu was entering in. alikuwa anaingia
There is no queue before the office of Jesus. Hapakuwa na foleni. Everyone goes in Kila mtu anaingia. and is ministered to. Na kila mtu anahudumiwa kule kwenye ofisi. And it came a time Basi ikafika wakati Jesus came out of his office. Yesu akatoka ofisini kwake. And when that friend of mine wanted to speak to Jesus, Rafiki yangu alikuwa anataka kuongea Jesus na was Yesu. ignoring him. Yesu akampotezea akafanya vitu. And he wants to talk to him. Akamkaribia tena Jesus ignored. Yesu akampotezea tena. He is going here and there to bring the attention of Jesus to him. Anamfuata Yesu huku na huku ili But Jesus ignores him. Yesu akaendelea kumpotezea. And he woke up. Akashtuka usingizini. What a dream. Jamani, ndoto gani hii? And God told him, Mungu akamwambia, if you don't take me serious, usiponichukulia mimi, I will also not take you serious. mimi pia sitakuchukulia kwa kumaanisha. Na hili ndio tatizo la Ukristo wa Tanzania. It's an issue in Christianity in Tanzania. Ukilinganisha Ukristo wa Tanzania Compare the Christianity in Tanzania na Ukristo wa Nigeria, and that of the Nigerians. yani tofauti ni maili 20. It's like 20-mile difference. Yani wa Tanzania You know Tanzania. tunaokoka Yes, we are born again. lakini hatui serious na Mungu. Lakini hatumanishi na huyu Mungu. Yani mtumishi wa Mungu A man anaweza akaita mkesha can call an overnight halafu amsije. and you don't come. Anaweza akaita ibada He maalum can call a special service halafu msitokee. and no one comes. Yani mimi nimeshangaa. I am so much amazed. Yani kuchunga wa Tanzania Pastor in Tanzania, unahitaji double portion. you need maradufu. La sivyo unakata tamaa, unaacha, unaenda kufanya na wewe mambo yako Or mengine. else you give and you go and do another business. Kwa sababu mchungaji gani atakuwa na raha ya Which kuchunga pastor will enjoy to anapowaita watu wake when waje he calls his ili pastor awape alichonacho? to give what God has given Hawatokei. them? They don't come. Sio mara moja, Not once, sio mara mbili, not twice. kila mara. Every time. Halafu ukiwahubiria tu saa moja, When you preach them 1 hour, yani muda mwingi sana umetumika. they're using a lot of time in church. Wakati kuna makanisa watu wanatoka asubuhi saa moja, They enter exactly. kuachiwa ni saa 12, They live in the evening as wala hawalalamiki. they don't mama. Sasa unaanza kujiuliza, Now you ask yourself, watu wa namna hii watasaidiwaje? how will we help them? Watamjuaje Mungu? How will they know this? Haya, God? toeni sadaka. Okay, give your offering. Walalamishi, yani tunamtajirisha We are mchungaji, just making our pastor wealthy. yani sisi tutakuwaje? Kwanza sisi ni maskini. Sasa Mungu atakubarikije? How will God bless you? Umebarikiwa ndio, You're blessed, yes. hicho unachojiambia kila siku umebarikiwa ni kweli, lakini imani isiyo na matendo imekufa. Mungu anasema fanya hiki ili aendelee kukamilisha yanayobaki, halafu wewe hufanyi hivyo. Nadhani wewe uliyekuja ibadani ni sawa na aliyeamua kubaki nyumbani. Mungu atakuwa ana upendeleo. Basi unataka kuniambia wewe umetoa sadaka, kazi ya Mungu iende, utalingana na yule ambaye anasema kila siku yeye hawezi kutoa? Mungu atakuwa ana upendeleo. Yani wewe umefunga, unaomba kwa ajili ya kazi ya Mungu ili ulingane na yule ambaye hafanyi chochote, Mungu atakuwa ana upendeleo. Kila mchaye yeye hukubaliwa na yeye. Ina maana kuna mambo nafanya kwa sababu namcha. Mvua inanyesha lakini nimeenda kanisani maana namcha Mungu. Bwana ameniambia nitoe, natoa maana namcha Mungu. Ndio maana he will single you out, ndio maana atakutofautisha na hukupa baraka za kipekee. And to give you special blessings. Kwa nini? Why? Kama Ibrahimu, just like Abraham, katika kukubariki nitakubariki. in blessing I'll bless you. Kwa maana hukunizuilia. You did not stop yourself. Isaka mwanao, your son, mwanao wa pekee, the only one that you have. Can you say amen somebody? Unaweza kupunga mkono wako. Just wave your hand. Sijui kama naeleweka. I don't think if you understand me today. Maana wakati mwingine unahubiri, sometimes you preach, mtu anatoka amekasirika. somebody's even annoyed.
Unanihubiri mimi. You're preaching about Jamani, me. mchungaji akihubiri sio yeye. It's not him preaching. Hebu tujifunze kwamba Mungu anataka kusema na wewe This tu. man, God wants to speak Swala to you. kusema eti anataka kusema He wewe. wants to speak about Wakati my wako 1000 hapa au 200 hapa. 200. Kwa nini nikuseme wewe ni waacha hao wote? Why should I speak about you and not somebody else? Nitakuwa sio wakili mzuri wa neno la I will Mungu. not be a good steward of the word of God. Sasa ukiwa kanisani kwa kuta neno linakulenga, When the word sema asante Mungu umeniona. thank you God you have seen me. Usiseme asante Mungu siku limekuja zuri tu. Not only a good word. Hata la kukuonya ni neno la Even the Mungu. one to warn you is the Si word. tumesoma hapa, You have read here. geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Turn for my reproof. Sasa yakija maonyo, When they come warning, sio useme wananisema. they're talking Geuka. turn. Kama kinachosemwa ni kweli, geuka. What is spoken is true. Turn. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Turn for my reproof. Mkifanya hivyo nitawamwagia roho yangu. I'll pour my spirit unto you when you do that. Kwa nini unaita Why are you calling? Mungu hatokei? God is not appearing. Itakuwa kuna mambo amekwambia fanya, Things he told you to do. wewe hufanyi. You are not doing them. Ukimshikia kinyume, When you hold against God, na yeye atakushikia kinyume. God will hold against you too. Jamani, Mungu hana upendeleo God has no favoritism. na kanuni zake anazifuata, And he follows his maana yeye ni principles Mungu mwaminifu because he's a faithful God aketie juu ya makerubi. who dwells upon the cherubims. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nione mkono wako ukisema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ibrahimu alikuwa mwepesi wa kuitikia Abraham was easy chochote ambacho Mungu amemwambia. what God told him to do. Hata siku Even the day mtoto wake Ishmaeli his son Ishmael wa nyumba ndogo aliyezaliwa na Hajiri, was born by Hagar. wakati alipoonekana na msumbua Isaka mwana wa agano, When she not troubling the son of Mungu akamwambia mtoe. God in her take Hebu angalia sura 21 mstari wa 10. 21:10. Mstari wa 10. Mwanzo 21 mstari wa 10. Biblia inasema, kwa hiyo akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Umeona? Soma mstari wa 14. Verse 14, mstari wa 14 anasema, Ibrahim akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate. Mungu alikuwa akisema na Ibrahimu usiku, God spoke to Abraham at night. lakini alfajiri Early in the morning, Ibrahimu anatimiza. Ibrahim Anatimiza nini? did what? Kale ka mwanamke kadogo kale, That small woman, bado kachanga. she was still immature. Mnajua mambo ya wanaume yalivyo. You know this thing of men. Kama ni kwa kuchagua kwake, kwanza wewe mwanamke wangu niachia niwe na haka kadogodogo. Let me just remain with this small. Kwa hiyo angekuwa na upendeleo naye, You would favor lakini this Mungu woman. akasema fukuza God said chase her away na mtoto wake. together with her son. Hilo jambo gumu sana, It is really hard, I tell you. ni jambo gumu, It is hard. lakini Ibrahimu alitii. But Abraham obeyed God's voice. Msoma malizia hapo. Mstari wa 14 nasema, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Umeona? Haikuwa nia yake. It was not his intention. Akasema huko jangwani si watakula nini? He said that I'm going to eat this. Ngoja nijaribu kuwapa hiki, lakini hata hivyo kiliisha. It was the food got over. Kiliisha. That food. Moyo wake najua ulienda nao. I know his heart went together with But I her. want to please God, Aitamani kumpendeza Mungu, not man. wala sio kuwapendeza wanadamu. Let the will of God Acha mapenzi ya Mungu prevail yatimizwe and my will na die. mapenzi yangu mimi yafe. God, have your preeminence. Mungu chukua tu utawala na umiliki wako. I will do what you want, Mimi nitafanya kile unachotaka nifanye, even if it will cost me. hata kama itanigharimu. Baba mmoja, One father, mke wake alikuwa na matatizo, his wife had problems. baadaye watoto wake, Later the children, Mungu akanitumia God used me kufanya wafunguke. to deliver them. Sasa baadaye Later, anasema, yani kwa kweli surely na maombi ya huyu mchungaji the prayer of this pastor
Yani ya baraka sana. They are blessed. Lakini ukubwani huu But in his maturity, tabadilisha dini. we really change my religion. Niache dini kubwa ya Roma To leave this Roman wakati Catholic huko religion. mimi ni kiongozi. Why it's where I'm a leader. Lakini you never know. Lakini who knows? Kama angekubali If we would have accepted, kitu ambacho Mungu angefanya ni zaidi God could have done ya more hicho kidogo alichokiona. than the small he had seen. Nawaambia ukweli wana wa Mungu. I'm telling the truth, sons of Mungu God. anatuita kuacha hata tuliyothamini sana. God is calling us to live in what we Mungu anatuita kusacrifice to sacrifice what is calling us. maisha yetu, Even our lives. kuyatoa dhabihu To sacrifice our lives. ili yeye atukuzwe, So as he can be glorified. kuyafanya mapenzi ya Mungu. To do the will of God. Wakati mwingine ni inauma, Sometimes it is painful. inauma Very, very painful. na inaweza ikaleta hasara hata ya kifedha, It can even bring loss in the part of finance. inaweza ikaleta hasara hata ya mahusiano. It can bring loss even in relationship. Kwani yule mtu aliyeimba msalaba mbele Ramsey across the dunia nyuma, world behind. unafikiri ilikuwa rahisi? You think it was easy? Sasa hivi mnaimba tu msalaba mbele, mnaruka na kuruka. It was not an easy thing. Alikuwa jambo rahisi. Huyu ni binti aliyezaliwa na baba tajiri. It's a lady be bought by a rich father. Yesu akamtokea, Jesus appeared to her akaokoka. and she was saved. Mhindi huyu alikuwa She was anamwambia mwanae, chagua huyo choose Yesu wako your Jesus ama mimi baba yako. or me your father. Akasema utaendelea kuwa baba So you keep on being my father. na wewe ni baba yangu na And you kupenda na are my kukutii, father. I love you, lakini siwezi kumwacha Yesu. but I can't leave Jesus. Akasema umesemaje? What are you saying? Siwezi kumwacha Yesu. I can't forsake this Jesus. Akamfunga mnyororo, And he held chain on her. Brought her with chains. halafu akamvuta. Then he pulled. Gari anaendesha, He was driving a car. walikuwa karibu na bahari. It was close to Fika the pale ocean. baharini, Reached in the ocean. kamfunga And he bombed jiwe her. zito, A very heavy ili stone. akimrusha baharini When they throw her in the ocean, azame, she would sink. ili hata kama anajua kuogelea Even if she can swim. iwe ndio mwisho wake, kwa sababu jiwe atajikokoa. Because the stone is weighing her down. Lakini wakati mambo haya yanafanyika, These things are happening. yani Mungu mzuri jamani, God is good, I tell you. alikuwa ameandaa malaika pembeni, He had prepared angels sio malaika mwenye mbawa, mwanadamu. not just a man. Alivyoona hivyo, When he saw that happening, akadive in the sea, he akaingia deep kwenye to maji. the point where that girl was. Hadi kule ambako yule binti alishuka Akakata maji. kamba, Akakata zile. akamtoa mtoto yule, And took her out akamleta kwenye offshore, and bring her akaanza out kupampu tumbo lake, and pumped her stomach. akatapika maji aliyoyameza. And she vomited out the Mtoto water. yule akarevive. And she was revived. Ndipo alipo revive When she was revived, akasema, msalaba mbele, he said, a cross before me dunia nyuma, and the world behind me. sintarudi mimi, sintarudi. Huo ndio wokovu. That is salvation. Mnadhani wokovu ni kuja tu kuombewa unaumwa, Can you hear being prayed for when you're sick? na ukishamaliza kupona After you're being healed? Yesu wa nini tena? Why do I need Jesus? Unakuja kuombewa They pray for you ili upate mtoto. to get a child. Ukishapata After mtoto, receiving a child? Yesu wa nini tena? Why do I need this Jesus? Unakuja kuombewa You're being prayed for. biashara zako zibarikiwe. Business to be blessed. Baada ya hapo, After blessing, Yesu wa nini tena? no need of Jesus. Sio hivyo. It's not that way. Redemption is total life. Wokovu ni maisha kujitoa kikamilifu. Unajitoa kwa Mungu, You give your, na ukifanya hivyo, and once you do, amesema hayo maisha unayoyaacha is it a life you kwa live ajili yangu mimi, for my sake? nitakupa kabla hujatoka hapa duniani I'll give it before you 100 times. Mara mia. Hivyo ndivyo nakuwa mkuu. That's how you become great. Punga mkono wako. Wave your hand. Hakuna aliyeacha chochote No one who left anything kwa ajili ya Yesu for Jesus alijuta. and regretted behind it. Hakuna. No one regretted. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Even obedient as his father. Hata Isaka pia alikuwa mtii kama baba yake. Katika Mwanzo sura 26 Genesis 26 verse 1, mstari wa kwanza. Isaka akaona njaa kwenye nchi aliyokuwa anakaa. Isaac saw hunger in the house. Mungu akamkataza, God rejected. usiende Misri Don't go to Egypt. kama alivyoenda baba yako. How your father went. Usiende Misri Don't go to Egypt. kama alivyoenda baba yako. How your father went. Inawezekana sasa unaona shida ya fedha. Maybe now you see trouble. Usiende kuwa changudoa
ukahaba. Don't go and be Kama mama yako alivyokuwa. like how your mother was. Ni kweli amewalea kwa pesa ya ukahaba. That's Lakini Mungu anasema usiende God Misri. is saying don't go to Egypt. Baba yako alikuwa Your mwizi father was a thief. na mmelelewa kwa fedha ya wizi. You are brought up by that money. Wewe sasa umeokoka. Now you're born again. Bwana anasema usiende God is Misri. saying don't go back to Egypt. Usirudi nyuma Don't ukaanza kufanya maisha kama alivyoishi baba yako na mama yako ambaye alikuwa hajaamini. who have not believed. Usirudi Misri. Don't. Kaa hapa hapa Gerari. Stay here in Gerar. Nitakubariki. And God will bless you. Mungu wa baba yako The Ibrahimu God of your father. ndiyo mimi. It's me. Na Mungu wa Ibrahimu And the God of ndiye Mungu wako. is your God. Isaka akakubali. Isaac accepted. Isaka akatii. Isaac accepted. Mstari wa 12 akapanda shamba. So he planted. Usimesikia ilikuwa njaa. You remember it was Na ile hunger. njaa ilikuwa kwa sababu ya ukosefu wa mvua. It was lacking of rain. It was drought that time. Ilikuwa ni ukame. No rain. Hapana mvua. Rain was not coming. Mvua ilikuwa haishuki chini. Labda ilikuwa ni mabadiliko ya tabia nchi. It was a change in the climate. Kama sasa tunavyoona. Like how we see it now. Lakini But Isaka decided to sow aliamua kupanda by the word of God. kwa neno la Mungu. Akapanda mbegu. He sowed. Mvua hainyeshi. No rain. Akapanda mbegu. But he sowed. It's by the conviction of the Holy Ghost. Ni kwa msukumo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukapanda mbegu Yes, kwa imani you can sow a seed by faith ya biashara fulani. over a certain business. Usifanye kwa sababu fulani anafanya biashara fulani Your neighbors may say, unamwigiza. you just call. No, by conviction of the Holy Spirit. Kwa msukumo wa Roho Get Mtakatifu. an idea. Pata wazo. It may be a multi-billion Labda idea. ni wazo na mabilioni ya pesa. An idea is everything. Wazo ni kila kitu. An idea came from heaven, Wazo la kutokea mbinguni came to earth, likaja mpaka and dunia has brought millions of na believers. likaleta mamilioni ya waamini. It is an idea. Lilikuwa ni wazo. Jesus was the word. Yesu alikuwa The neno. word was an idea. Neno lilikuwa ni wazo. So even your business, Hata biashara your yako, ministry huduma yako, may be an idea, a thought may come as a thought. yaweza kuja kama wazo That if it has come from heaven, ambalo limetokea mbinguni. do what it is telling you to do. Fanya kama linavyokuelekeza. You will see the glory. Utauona utukufu. It will be the glory like of the Father. Utakuwa ni utukufu kama It will be the Baba. glory like that of God. Utukufu kama wa Mungu. And your life will never be the same. Utakuwa itabaki jinsi ilivyo. You'll be glorified Utatukuzwa. as God is glorified Kama Mungu anavyotukuzwa. through your life. Kupitia maisha yako. That's when you shall be great. Ndipo utakapokuwa mkuu. Redemption is greatness. Wokovu ni ukuu, wapendwa. Hallelujah. Hallelujah. I can't believe Siwezi kuamini. a born again believer Mwamini aliyezaliwa is mara in pili. school, Yupo shule. struggling like other boys and girls. Anapambana kama wanafunzi wengine. I can't believe Kwa it. kweli mimi sielewi. If you're doing business, Kama unafanya biashara. you struggle like any other. Unang'ang'ana kama wafanya biashara I wengine. can't believe it. Kweli mimi siamini. You have the Holy Ghost. Unaye Roho Mtakatifu. I have a witness of the Bible. Ninaye shahidi katika Biblia. Daniel Danieli was a professional like others, alikuwa mtu mwenye taaluma kama wengine. but his tenure, Lakini his ule uwezo, work, lakini kazi yake, his excellence lakini ubora wake was far above ulikuwa juu sana than his colleagues. kuliko hata wale wafanya He kazi. delivered Aliweza more than what the employer needs. kuliko alichokuwa na kitu. He excelled so much that Alikuwa na viwango vya juu sana. he attracted jealous, Alivutia mpaka wivu. and people wanted to eliminate him. Watu wakataka kumwangamiza. The God he was serving Lakini Mungu aliyemtumikia saved him alimwokoa from assassination. kutoka katika hali ya kuandaliwa kuuawa. Because God, if you serve him, Ukimtumikia Mungu, he will save you also. hakika Mungu atakutumikia na wewe. He will protect you as Mungu well. atakulinda. He will provide for you Mungu as atakuwa well. mpaji wako. David, you have decided to build my house. Daudi aliamua kujenga nyumba. I will build your house. Mimi nitajenga nyumba yako. That's what the Bible says. Ndicho Biblia inavyotuambia. Sema amina. The making of great God's man. Kutengenezwa kwa watu wakuu wa Mungu.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So when, and the Bible says, hapo soma mstari wa 12. Genesis 26 verse 12. Mstari ule wa Read through 16. Biblia inasema kwenye Mwanzo 26:12-16, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. It was a 100-fold harvest. Ilikuwa ni vipimo 113. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi. Akawa mtu mkuu. He became great. He was exceedingly great. Alikuwa mkuu. Hata akawa mkuu sana. 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. 15. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza vifusi. Sababu tu ya wivu. Just because of Lakini huwezi kufanikiwa hata ukimwibia aliyebarikiwa. Even if you steal from a blessed, unaibia mto maji yake yaishi. you are stealing water from a river. Unaibia chemichemi maji yake yaishi. Water from a stream. A blessed one Barikiwa is beyond ni zaidi human scheming. njama za wanadamu. Is beyond human scheming. Ni zaidi ya njama za wanadamu. Is beyond human Ni plottings. zaidi ya njama za wanadamu. Kama njama za watu zingefanya kazi nisingelikuwepo hapa. Men's came to work. Kama njama za watu zingefanya kazi kanisa hili lisingelikuwepo. Church could not be here. Mpaka leo wengine hata hamuelewi. Unapoambiwa kitu fulani ni kwa ajili ya nini? Ni baadhi ya hao wanaopanda njama ili kwamba kanisa hili life. That this church can die. Some of you does not understand. Kwa kweli wengine Lakini hizo njama hazijawahi kufanikiwa na hazitafanikiwa. and they shall never work. If a man is blessed, Kama mtu kabarikiwa, the devil has nothing to do. then hawezi kufanya kitu. Ataisha kufanya tu hivi. They'll say, I missed her. Kama ana kidole kama hiki. If they have a finger like this. Lakini hakuna kitakachotokea. But there is nothing they can do. You are blessed of God. Wewe ni mbarikiwa wa Mungu. No plottings can work on you. Hakuna njama za kufanikiwa No kwako. plottings Hakuna and njama the schemings of the enemy za adui can work. za kufanya kazi. Never. Kamwe. Malizia mstari wa 16. And verse 16 anasema, Abimelech akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe Umenielewa mwanangu? Wengine hawa hawanielewi leo. kuliko sisi. 16 anasema, Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Abimeleki mfuga majini. Abimelech, he keeps it. Abimeleki Freemason. The Freemason Abimelech. Abimeleki mchawi. Abimelech a sorcerer. Akasema una nguvu kuliko sisi. Said, you're so mighty. Wana wa Mungu, mtii Mungu. Just obey God. Litii neno la And Mungu. obey his word. Kwa nini wewe Mungu hakutetei? Why is not God Wachawi wanavyosimama kinyume na when the wewe. witch stand against you? Watu wabaya wanaposimama na wewe When people ofisini. stand against you in the Watu office, wabaya wanapopanga mambo yao. when they plan Ni evil, kwa sababu wewe it's because you, inapokuwa ni nafasi yako kumwonyesha Mungu nampenda, it's your time to show that you love God, kumwonyesha Mungu namtii, show that you obey huwa God, unampotezea. you just ignore. Si tumesoma na Mithali, We have read the book of utaita Proverbs. nami nitacheka. You call and I will laugh. Siku ya msiba wako The day of your calamity, nitacheka. I will laugh. That means God will never intervene. Inamaanisha Mungu haingilii kati swala lako. Isiwe ni wewe, Let it not be your portion. liwe ni kwa adui yako. Let it be to your enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo John, kimwangalia na Jacob, Esau, and Esau. Mungu alimlinda sana na kumjali sana Yakobo. God portrayed and loved Jacob. Lakini tuone mfano mmoja mrahisi tu. Let's see another. Hebu angalia Mwanzo 26, nataka kumaliza sasa. Mwanzo 26 mstari wa 34. Mwanzo 26:34 Biblia inasema, Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamuoa Yudithi binti Beeri Mhiti, Besemathi binti Eloni. Kama Esau ana miaka 40 na Yakobo ana miaka mingapi? If Esau is 40, how old is Jacob? Niambieni let's have dialogue. Esau ana miaka 40 na Yakobo ana miaka mingapi? Kwa sababu walikuwa mapacha. Because they were You are twins. right.
Esau akawahi kuoa. Esau married early. Kabla ya nani? Before who? Ya Yakobo. Before. Sikiliza. Verse 35. 35 anasema roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Umeona? See? Esau ni mtoto wao. Yes, Esau was his son. Nataka nikuambie alikuwa mtoto wa baba. He was the father's son. Baba alikuwa anampenda sana Esau. The father loved Esau so much. Lakini Esau alikuwa na akili mbovu. Sema akili mbovu. He had a bad mind. Hutafanikiwa kwa kumfanya baba mzazi wako kabisa awe na uchungu kwa ajili yako. Lakini pia hutafanikiwa kumfanya baba wa kiroho anayeombea maisha yako yafanikiwe na kustawi awe na uchungu. Kwa sababu gani? Katika mambo tu ya kawaida nayo kuelekeza unamdharau. Unamdharau. Unafikiri itakuwaje? Hutafanikiwa. Hivyo ndivyo Biblia inavyoeleza. Wale wazee walipata uchungu. Lakini hebu angalia sura 27 mstari wa 46. Ukimlinganisha na Yakobo 27:46, Biblia inasema Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Yakobo alikuwa na uchaguzi wa kutii neno la mama au kutokulitii. Lakini alitii. Angalia sura 28 mstari wa 7. 28:7 Biblia inasema na ya kuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye, akaenda Padan Aram. Aliwatii baba yake na mama yake. He obeyed his parents. Na hiyo ni amri ya 4. And that is the fourth commandment. Kuwatii baba na mama, kuwaheshimu baba na mama. To obey your father and your mother. Sasa hivi kuna watu wengine kwa kisingizio cha wokovu. There are people just by salvation. Hawaheshimu wazazi wao. They don't honor their parents. No wonder hawaheshimu wachungaji. Ndio maana hawaheshimu, they don't even hawaheshimu wachungaji. They don't honor their pastor. Kama humheshimu mchungaji utamheshimu mwenyekiti wa kina mama? If you don't honor your pastor, how can you honor? Kama humheshimu mchungaji utamheshimu mwenyekiti wa vijana? Will you honor the leader of the youth? Nataka nikuambie Mungu atakuwa radhi na wewe. I want to say will God. Wakati amesema waheshimuni wanaowaongoza. He say honor those who lead you. Msiwawekee mazingira ya kuwaongoza kwa uchungu. Don't give them a hard time to lead you. How can you get the blessings? Utapataje baraka hivyo? Siku moja niliitwa Matovolwa. One day I was called in Matovolwa. Dada mmoja anaumwa. One lady was sick there. Nikaenda na mafuta. I went with my anointing oil. Kwa sababu nilijua because I knew alikuwa anasema maneno mengi ya ajabu ajabu. She was speaking so many. Kwa hiyo nikaenda nikasoma from the book of James. Nikasoma kwenye kitabu cha Yakobo. Maombi ya mwenye haki yafaa sana. The prayer of righteousness. Na maombi ya bidii yatamwokoa mtu yule. Hata kama ametenda dhambi atasamehewa. Kwa hiyo nakupaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa sababu bila kufanya hivyo asingepona. Kwa sababu amesema maneno mengi mabaya. Sasa yale mafuta ya kutiwa yamesema unapakwa mafuta na maombi ya imani yatakuokoa hata kama umetenda dhambi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Lakini nisingefanya hivyo asingepona. Kinywa kinachokubariki halafu wewe unakinenea mabaya tena kwa maneno sio na uhakika nayo, halafu kitakuja kukubariki, utabarikiwa. Baraka inageuka kuwa laana. Yani nawaambia ukweli, mimi ni mwalimu, mbali ya kuwa mchungaji, mimi ni mwalimu wa neno. Wanaokuja katikati ya wiki wanaelewa ninavyowapanua fahamu. Njooni katikati ya wiki muelewe mambo mengine. Kinywa kinachokubariki uwe makini na ujiepushe ukisema ovyo, kwa sababu baraka nayo iachilia itageuka kuwa laana kwako. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba Wakristo wa Kitanzania wangejifunza kutoka Nigeria. They would learn from Nigeria. Kabisa. Surely we should learn.
kabisa. We should surely learn from them. Kwa sababu kule Because ukisema wewe ni mchungaji, when you say you're a pastor, anafanya na hivi kabisa kuomba msamaha. to apologize. Kwa sababu nilienda kwenye conference moja, I went to a conference. walikuwa wanapigania viti kwa sababu ni wengi. They were fighting for chairs because there were many. Kwa hata viti vilivyopangwa kwa ajili ya wageni waliotoka Tanzania, The chairs for visitors from Tanzania. wanataka wakae, They want to sit. lakini akiona badge When they see a badge, pastor from Tanzania, pastor from Tanzania, anasema I'm sorry. samahani sana. I beg your pardon. Naomba jamani. Ni Kiingereza cha wa Nigeria hicho. It's a Nigerian English. Unaona? Lakini wa Tanzania But Tanzanians, tunachukua kawaida tu. we take it. Kwani tofauti ya mchungaji na mimi ni nini? What is the difference between Ananena kwa lugha na mimi nanena kwa lugha. Anasoma Biblia na mimi nasoma Read the Biblia. Bible, read the Bible. Alafu eti nimpelekee sadaka. I take my offering. Kama nina uwezo ngoja nianzishe duka langu, Let kanisa langu mwenyewe. me start my own church if I have the ability to. Kwa sababu hana tofauti na mimi. We don't have any difference. Alafu nadhani Mungu atakuwa radhi na You wewe. really think God will have mercy on you? Wana wa Mungu muelewe. Let's understand these things. Esau alifanya baba na mama wawe na uchungu. Esau caused grief in their hearts. Lakini Yakobo pamoja na madhaifu yake, Jacob, together with his siku zote alitafuta kufurahisha moyo wa baba yake na always mama wanted yake. to please his father's heart. Sasa akiwa kwa Laba ni mchawi, When he was in Laban's house, the sorcerer, Mungu alimtuma malaika kumhifadhi. God sent an angel to protect him. Hivi angefanywa msukule, Or else he could just be made a death. angewekwa kwenye dari ya He nyumba could be in ili usiku awe anaenda kulima mashamba, each night to go and dig the land. ili awe anaenda kuchunga mbuzi. Watu wao wanaona tu mbuzi wanachungwa na ng'ombe, mchungaji haonekani, They don't see lakini the kumbe ni person, msukule. but the person is a spirit. Lakini alishindwa kwa Yakobo He failed mara 10 zote, all 10 times. akatafuta kumdhulumu, He wanted to just, lakini malaika wa Bwana anatokea na muhifadhi. the angel of God was there. Why? protecting him. Because of obedience. Kwa sababu tu ya utii wake. Nilidhani leo namaliza, lakini muda ni muda bado, My time na yako is- mambo mengi ambayo nataka kusoma, I wanted to read many things, but my time is over. lakini uandike tu haya maandiko ukayasome, Write the following scriptures. alafu tutakuja kumalizia. Then we are going to explain them next. Mambo ya Nyakati sura ya 10 mstari wa 9, Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 14, sura ya 7 mstari wa 8 hadi wa 11, Nyakati wangapi? Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 14, Nyakati. Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 14, Second Mambo ya Nyakati 10, Mambo ya Nyakati wa kwanza 10 mstari wa 9, First Chronicles 10:9. Samueli wa kwanza 22 mstari wa pili, First Samuel 22:2. Mambo ya Nyakati wa kwanza First Chronicles sura ya 12 mstari wa 8, 12:8, 14, 14, 18 mpaka 22. 18 until 22. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12, First Chronicles 12, andika mstari wa 8 koma, kwa sababu ni mstari wa 8 tu. only verse, Mstari wa 14 koma, verse 14, kwa sababu mstari wa 14 tu. Halafu sasa unaanza mstari wa 18 verse 18. unaenda mpulula mpaka mstari wa 22. You go until 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kuna sehemu nimekuacha. Samueli wa kwanza 22 mstari wa pili. First Samuel 22 verse 2. Samueli wa kwanza 22 mstari wa pili. First Samuel 22:2. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Naomba usimame sasa. Please arise on your feet. Simama mtu wa Mungu. Just arise on your feet. Ila ukweli muda tunaofika ibadani sio mzuri. We don't come in a good time in church. Tunakuja kanisani muda sio mzuri. We are not coming on Ibada ya time. kwanza jamani, kama unachelewa saa 12:30 uje saa 1. Just come at 7. Sasa wengine mnakuja saa 2 na Some of you come at 8. mahubiri utayasikia saa ngapi? Sifa inakuwa imeshapita. Praise over. Naomba basi mjitahidi, kama umependa ibada ya kwanza njoo saa 1. Come early. Nyosha mikono yako miwili juu. Raise your two hands. Sema maneno haya: Mungu Baba,
Umeniokoa kwa kusudi. Nisaidie kuwa mtii. Nifanye kila unachoniagiza, kwa maana waongozi wao na Roho wako. Hao ndio wana wa Mungu. Unisamehe mahali nilipokuwa mbishi. Unisamehe mahali nilipokuwa mbishi. Usinikatae kama Sauli. Rehema zako ziwe juu yangu. Niyafanye yote uliyotaka niyafanye. Niwezeshe kwa nguvu yako. Katika jina la Yesu. Wakati huu sasa upokea maombi ya mchungaji Bethel. Randorea basi kafungua kinywa chako umshukuru Mungu. Ikiwa umesikia sauti ya Mungu imesema na maisha yako. Wapendwa, Mungu amesema nasi. Hakika tumeisikia sauti ya Mungu. Tumepokea mambo mengi kabisa ambayo tutakayafanyia kazi, basi tutafanywa kuwa watu wakuu sawa sawa na neno lake. Asante Baba, asante Mfalme, asante kwa ajili ya neno ambalo umelituma kwetu. Na siku zote unasema kwamba unalituma neno ili kwamba tupate kupona. Unalituma neno ili kwamba lipate katika maangamizi. Asante Baba kwa ajili ya neno ambalo tumelipokea katika asubuhi ya leo. Utusaidie Roho Mtakatifu kwa ajili ya kulifanyia kazi neno hilo. Randori ya basika, rakantari ya bakuriaba, randori ya basika, kiandori ya bakuriaba, rakantari ya bakuriaba, rendori ya basika moraba, randori ya bakuriaba, rakantari ya basika, rakantari ya basika. Tumeona wenzetu walivyokuwa watii, na walipotii basi walikuona Mungu. Tumemwona Ibrahimu alipokuwa mtii, tumemwona Isaka alipokuwa mtii, na pia Yakobo tumemwona jinsi ambavyo alipokuwa mtii. Utusaidie kuwa mtii. Mwambie Mungu akusaidie kuwa mtii. Randori ya basika, rakantari ya bakuri ya basika. Kwa sababu tunapokuwa watii ndipo ambapo Mungu anatufanya kuwa watu wakuu. Mungu anataka kutufanya kuwa watu wakuu. Kwa hiyo tuwe watii kwa neno la Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kuwa mtii. Nisaidie Roho Mtakatifu kuwa mtii. Siwezi mimi mwenyewe. Nahitaji Roho Mtakatifu uniwezeshe. Asante Baba, asante Mfalme, asante Baba. Nyosha mikono yako miwili juu. Nataka nimwite mchungaji kwa dakika moja. Wakati unanyosha mikono yako miwili juu kabisa, kwa sababu ya muda wetu, ataomba maombi mafupi ya baraka. Randori ya basika. Mungu aweza na nguvu, neema yako ikawe pamoja na watu wako. Yes. Wainue kwa kila eneo la maisha yao, wauone wema wako katika nchi ya walio hai. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Makofi ya shukrani kwa Bwana Yesu. Amina. Barikiwe sana, unaweza kukaa. Ni